Hiyo wa Everton kutoka Uingereza, wakati ule watu wengine pengine wakawa wamepuuzia, wanasema hili inawezekana lisiwezekane, lakini limewezekana. Tumejifunza nini kutokana na ujio huu, lakini pia faida kwa Watanzania? Kwanza nafikiri ili liwe fundisho kwa timu zetu za hapa ndani. Mimi na uhakika wanaweza kunisaisha kwamba tulipowaambia kutakuwa na mashindano na timu ya Everton hapa kwa timu itakayoshinda, sidhani kama walituamini. Kwa sababu timu zilizoletwa mliziona, wachezaji wale star wengi hawakuwepo. Basi tulichukulia tu kama Ndondo Cup hii yupo tu, tutacheza alafu mwisho wa siku itabakia vile vile hali. Hapana. Nilisikitika sana kwa kweli, lazima niwe mkweli. Nitamani sana timu ya Tanzania icheze na Everton leo kwenye uwanja wetu sisi wenyewe ambao tumeuhangaikia sana kuweza kuwekea nyasi mpya, na hizi nyasi ni za muda. Baada ya wiki 3 hizi nyasi sio nzuri tena, tunazing'oa zote, tunaweka nyasi mpya kiwanja kizima ambazo zitatuhudumia kwa zaidi ya miaka 10 ijayo. Kwa hiyo nitoe wito tu kwa timu zetu pale ambapo tunawaambia kuna mashindano, basi hebu tuchukulie hizo kauli kwa dhati. Ila kwanza, ujio wa timu hii ya Everton una faida kubwa tatu kwa taifa letu na kwa wenzetu Afrika Mashariki. Moja ni kwa timu ambayo imecheza nayo. Gor Mahia leo wametoka, pamoja na kufungwa, wametoka ni mashujaa. Wametoka ni mashujaa kwa sababu kwanza wamepata international exposure. Wameonekana dunia nzima. Na kama kuna watu kama ambavyo ni kawaida wanaangalia hii mipira, vijana waliocheza wa Gor Mahia vizuri, kesho kutwa ndio wanaenda kutafutwa na maskauti hao wanaotafuta wachezaji yote. Kwa hiyo faida ya kwanza. Lakini pili, imesaidia kuifungua macho dunia kwamba Tanzania ni nchi inayopenda michezo, na vile vile kwamba tuna viwanja vya kimataifa hapa. Kiwanja chetu hiki kinafanana viwanja vyote vinavyokuta duniani. Kwa hiyo imesaidia kwamba hata kesho kutwa timu yoyote iwe nani, iwe ya wapi, ya Spain, ya Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, inaweza kuja kucheza hapa. Lakini faida yake nyingine ni utalii. Na hawa wenzetu wanaondoka leo, lakini timu hii wametangulia watu wengi sana mapema wiki hii. Kwa mfano yule nyota wao yule Osman amekaa hapa wiki 2, ameenda Ngorongoro, ameenda Serengeti, ameenda Kilimanjaro, ameenda kwenda kuona vivutio vikubwa ambavyo tunavyo vya kimataifa hapa katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo imetusaidia pia kufungua macho kwamba Tanzania ipo na tuna ni nchi inaongoza kwa vivutio, sio tu katika bara la Afrika lakini hata duniani hapa. Na lingine kubwa ambalo nimeliona hatujalipata moja kwa moja wa Tanzania, lakini hata kwa kuangalia tu, unajua unapocheza na watu kama wakina Roni na wenzake hapa, atakutisha nani dunia leo? Inakujengea confidence, ile imani. Kwa hiyo unaingia pale na una kauruni huko. Kwa hiyo atakutisha nani? Na bahati mbaya tu kwamba basi unajua sisi wote watu wa Afrika Mashariki wamecheza wenzetu, ile confidence, ile imani, kule kujiamini wamepata. Gor Mahia leo hii, kesho wakiingia na timu yote Afrika Mashariki wataikongota magoli. Sikutani. Kisaikolojia imewaweka pazuri sana. Kwa hiyo hata timu zetu zijiangalie sasa kucheza na Gor Mahia. Maana Gor Mahia tumecheza na Everton, timu yenye umri zaidi ya miaka 130, sembuse wewe. Kwa hiyo kule kujiamini sasa kutahamia Gor Mahia. Kwa hiyo mimi ningeomba tu timu zetu ziendelee kujitahidi kwa mazoezi na kuchukulia kila mchezo kama mashindano. Mzaha usiwepo tena. Kwa hiyo mimi nashukuru sana, kwanza niwashukuru sana wa Tanzania kwa kuja kwa wingi sana kwenye mchezo huu wa leo, na vile vile ushangiliaji wa kistaarabu uliofanyika leo. Haikuwepo zomea sio na msingi, lakini leo angalia, mtu aliyefanya gonga safi alishangiliwa. Haijalishi wewe uko kushoto au kulia. Mtu yeyote aliosha move ambazo Mungu wangu, hii move unaiona kabisa ni dalili ya kwenda kufunga goli, watu walishangilia. Kwa hiyo ushangilia ndio tunaotaka, ushangiliaji huo.
sio ushangilio ujio wa kishamba ambapo mtu akikosea basi ndio unamshangilia, akifanya vizuri unamzomea. Inakuwa tena mchezo unakuwa hauna hata ustaarabu. Wamefanya vizuri leo, tumepata heshima kubwa. Nilikuwa naongea na mtendaji mkuu wa Everton FC hapa, amesema hajawahi kuona nchi yenye ustaarabu katika mpira kama Tanzania. Ushangiliaji, hakuna kutupa makopo katikati. Unajua kuna ule ushamba ule, hatunao tena hapa. Kwa hiyo nawashukuru sana wana Dar es Salaam, wa Tanzania, wana Afrika Mashariki kuja kuangalia mpira leo hapa, kwa kweli kwa nidhamu ya hali ya juu na mapenzi ya mpira mlioonyesha. Na uhakika mwaka kesho timu zangu za Tanzania nazo zitatoa ubingwa wa Super Cup. Mechi itachezwa Nairobi, Kenya mwaka kesho. Sasa timu haijachaguliwa, pengine itakuwa Southampton, sijui timu yoyote ile ambayo inapata sponsorship ya SportPesa. Sasa na sisi tuonyeshe wa Kenya kwamba sisi kwenye uwanja wetu waliokuja wakanyaga nyasi zetu zile nzuri walikuwa wa Kenya. Sasa na sisi tukakanyaga nyasi na Nairobi, na hili litakuwa ni swala ambalo nitalipigania sana kuanzia sasa mpaka mwaka kesho. Kuna viongozi tumewaona wakubwa kabisa wastaafu, akiwemo mzee Ali Hassan Mwinyi ambaye kwa wakati fulani alichukizwa na maendeleo ya mpira wetu, akasema kichwa cha mwenda wazimu. Pengine ujio wa kubwa mpaka kuvutia watu kama hivi. Nimemkumbusha matamshi yake, amecheka sana. Akasema ndio dalili mwanangu kwamba kuna mabadiliko mazuri yenye tija, mabadiliko chanya yanaonekana. Ndio maana sasa wazee wenye heshima tunaowaheshimu wa Tanzania wanakuja sasa kuja kuangalia michezo hii. Hata ushangiliaji huu mzee hata kesho nikimwita atakuja. Rais Kikwete umekuja. Kwa viongozi wote, mgeni rasmi uje Mama Samia amefurahia sana mchezo wenyewe ulivyokwenda. Kwa kweli tunavyozidi kujitahidi ndivyo hata wazee wetu wanavutika kuja. Amesikia mambo tuliyofanya Afrika Kusini juzi. Anajua tuliyofanya na vijana wa chini ya miaka 17 Gabon. Tunazidi kupanda, mpira wetu tunazidi kupanda, na ndio maana na sisi upande wa serikali tunapiga vita uhuni ndani ya uongozi wa michezo, na tutaendelea kufanya hivyo ili mwakani katika muda si mrefu kutoka sasa mabadiliko chanya yanaonekana katika michezo yote nchini, sio tu mpira wa miguu. Nawashukuru sana. Mheshimiwa Waziri, kidogo ungetuambia kuhusiana hili swala la uwanja, matengenezo ya Tanzania baada ya mechi kumalizika? Tuache wataalamu kwanza, kwa sababu kila kitu kipo, vifaa, kila kitu. Nyasi ambazo umeziona zimeleta nzuri sana, zimeota hapa. Hizo nyasi zina umri wa wiki 3 tu, zitakuwa zote zimekauka. Hata umwagilie maji namna gani, wenzetu tunajua wanaelewa. Hizi zilikuwa zinaota haraka kwa ajili ya mechi ya haraka. Kwa hiyo kwa ajili ya mechi hii zimetumika hizo. Utakuanguliwa wote huu, tutafunga kiwanja kwa miezi 3. Kwa maana hiyo ligi haitachezewa safari hii. Tuna viwanja vya kutosha hapa. Tunajivuna hapo. Ukipiga tujicho tu upande wa pili tuna kiwanja kizuri tu. Hapa kipo. Ndio viwanja vingi. Na nimefurahi sana tena niwaambie kwamba leo tulikuwa na mgeni, naibu waziri wa michezo kutoka nchi ya Morocco. Alikuwa anaikona na wataalamu wangu kuhusu ujenzi wa kiwanja cha mpira, sio tu wa miguu na kiwanja cha michezo. Kiwanja cha michezo Dodoma. Kwa hiyo yote ni matumaini na mimi na uhakika ndani ya miaka 2-3 ijayo Watanzania watatembea kifua mbele. Hatutakuwa tena sisi kusema sasa uwanja wa Taifa umefungwa tufanyeje? Hapana, tutajivuna na tukimaliza wa Dodoma tunaanza kuangalia miji mikubwa mingine, Arusha, Mwanza, Mbeya, tuweze kupata viwanja sampuli kama hii hapa. Huko ndio kukuza mchezo wa mpira, kukuza michezo yote nchini. Nawashukuru sana.